Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Gumzo, karibu kwenye wasaa huu wa Gumzo Maalum. Na Gumzo Maalum leo tunaye hapa mwakilishi wa jimbo la Pandani kisiwani Pemba, Profesa Omar Faki, ambaye ndiye mnadhimu wa kambi kuu ya upinzani katika baraza la wawakilishi visiwani Zanzibar. Makhsusi kabisa tumemwalika Profesa Omar hapa kwa sababu katika miongoni mwa taarifa ambazo zimesambaa jana ni clip ya video inaonyesha wao yeye kwa hakika mahsusi zaidi kabisa akiongoza kundi la wawakilishi wenzake barazani kutoka nje ya baraza la wawakilishi, na imezua gumzo kubwa sana, na hapo tungetaka kupata ufafanuzi wa jambo hili. Profesa Omar, karibu sana kwenye Gumzo Maalum. Asante sana, nashukuru sana, na Ramadhan Karim. Ramadhani Mubarak. Asante sana kabisa. Bila shaka tutawachezea hapa kidogo watazamaji wetu kile ambacho kimejiri, halafu uko muktadha wa mazungumzo haya waweze kujua hasa pale. Kitu nitoe rai kwa rafiki zangu wa Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi bahati mbaya hakijawahipo kuwa na ilani ya uchaguzi wa Zanzibar, na haya ndio matokeo yake. Ipo haja ya Chama cha Mapinduzi sasa kufikiria kuwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa uchaguzi wa Zanzibar. Uchaguzi wa Zanzibar. Una taarifa? Mwenyekiti, kwa mujibu wa kanuni ya 62 mambo yanayofaa na mambo yasiyofaa katika mjumbe kuchangia, mjumbe wote hatatakiwa kudhihaki ama kutoa lugha ya kejeli kwa mtu ama taasisi yoyote. Naomba kutoa taarifa. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi ina ilani bora, imara, na muomba apokee taarifa hii, asidhihaki, aendelee na mchango wa mwelekeo wa bajeti, lakini si ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Profesa, umepokea taarifa? Mheshimiwa Mwenyekiti, kama kutokuwa na ilani ni kudhihaki, basi anaodhihaki ni mjumbe alosimama. Chama cha Mapinduzi hakina ilani ya uchaguzi mkuu wa Zanzibar, na nasimamia hapo. Sipokei taarifa. Naomba kuendelea. Sipokei taarifa. Samahani Mheshimiwa, naomba unisikilize. Naomba usikilize kiti. Ni kwamba tokea mwanzo nilikwambia Mheshimiwa uelekee kwenye hoja ya msingi. Sasa na kuamini sana kwa taaluma yako Profesa. Sasa tungekwenda kwenye hoja ya msingi ili tukapata mambo ambayo yatawasaidia wananchi na serikali kuchukua katika hiyo hoja ambazo unazizungumza. Tukianza kwenda katika maeneo mengine hatutofika, na kwa kweli tutakuwa hatuwatendei haki wananchi wa Zanzibar kwa ujumla. Kwa hivyo nakuomba tena kwa mara nyingine tena Profesa, tuelekee kwenye hoja. Vinginevyo tutakuwa tunafanya fujo, tutakuwa hatukuja bungeni kwa ajili ya hoja za wananchi. Kama hujapokea taarifa na kuruhusu uendelee kwenye hoja, usipofuata mwelekeo wa kiti kwenda kwenye hoja, nitakuomba ukae ili tuendelee na mchangiaji mwingine. Asante sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba muda wangu ulindwe, dakika 5 zimepotea. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama unanilazimisha nizungumze anachotaka mgombea mchangiaji mwingine au mjumbe mwingine, mimi nazungumza athari tunazozipata kwenye mipango yetu ya maendeleo kwa Chama cha Mapinduzi kukosa kuwa na ilani mahususi kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa Zanzibar, na hilo sisemi mimi, ndio uhalisia. Kuna mazingatio maalumu kwa ajili ya Zanzibar, hakuna ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa, ni swala rahisi sana, na Profesa, hoja iko hivi. Ukiendelea kuzungumza, kwa sababu hili nadhani swala la ilani ya chama fulani halikuhusu moja kwa moja kwenye mazingira haya, wala halikuhusu kwamba kuwepo kwa ilani bora au ilani mbaya ya chama, na badala yake uelekee kwenye hoja za msingi ambazo mheshimiwa hapa ana noti, na mimi pia kwa mazingatio na noti. Ulikuwa umeelekea katika mwelekeo mzuri sana wa kuzungumza masuala ya bandari, utegemezi. Sasa hili swala la ilani, forget about that story. Na kuomba nitazilinda tu dakika
iwapo kama nitazungumza mara ya tatu, nitakuomba ukae nimruhusu mchangiaji mwingine. Na sisemi Mheshimiwa Profesa, Mheshimiwa, taarifa. Mheshimiwa Profesa, sisemi kwa sababu Mheshimiwa, taarifa. Naomba ukae. Sisemi kwa sababu labda natisha au natumia kiburi cha kiti, hapana. Tunazungumza mwelekeo wa hili jambo ambalo litasaidia nchi. Tukiendelea katika kupizana katika masuala ambayo hayana maana, basi tutakuwa ni watu ambao wa ajabu. Kwa hivyo nakuomba Profesa, kama upo tayari, dakika zako nitazilinda, uzungumze yale mambo ya uwanja wa ndege, mambo ya bandari na mambo mengine ambayo yana maslahi mapana kwa wananchi. Sasa ukienda kuzungumza, ndio hiyo kauli ya kudhihaki ambayo kwa kweli itakuwa haisaidii. Haijafika wakati wa Zanzibari tutumie ustaarabu wetu wa kudhihakiana katika eneo kama hili ambalo limejumuisha wasomi, wastaarabu na wataalamu kusema kweli. Kwa hivyo nakuomba, na kama utakuwa hauna nukta nyingine, nimkaribishe mchangiaji mwingine ili tuendelee na ajenda hii ambayo ni muhimu sana kwa maslahi mapana ya nchi hii. Asante sana Profesa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kifungu namba taarifa. Mheshimiwa, naomba ukae. Asante. Naam, tueleze kipi kilijiri hasa, kwa nini mkachukua hatua nje? Tokea juzi tulikuwa kuna mjadala wa taarifa ya serikali kuhusiana na mwelekeo wa mpango wa maendeleo wa taifa na bajeti ya serikali kwa mwaka 26-27. Na kwa mujibu wa kanuni zetu, mpango ule unatakiwa ujadiliwe na baraza, upewe maoni, upewe michango, kama kuna masuala ya kuulizwa uulizwe kabla ya kuletwa tena kwa ajili ya bajeti kuu mwezi Mei mwaka huu. Kwa hiyo ni matayarisho ya mpango wa maendeleo na bajeti ya serikali kuu. Sasa katika mjadala ule ambao wajumbe walianza kuchangia tokea juzi tarehe 18, na mimi bahati nzuri nikabahatika kuitwa tarehe 19 jana kuchangia Alhamis. Wakati nachangia, katika vipengele muhimu ambavyo vimetajwa katika mpango ule ni kifungu namba 14 katika ile taarifa. Kifungu namba 14 kimeweka bezi ya mpango wetu, kwamba moja katika bezi ya mpango wetu ni ilani ya Chama cha Mapinduzi, ahadi za rais, maagizo ya Mheshimiwa Rais, dira ya maendeleo na kadhalika. Sasa mimi nikagusia ambacho kimewagusa labda wenzetu wa Chama cha Mapinduzi, ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwamba pamoja na kwamba ni zana, ni tool ya kutengeneza mpango wetu wa maendeleo, lakini mipango yetu ya maendeleo hasa kwenye miradi mama kama uwanja wa ndege wa Pemba, uwanja wa bandari ya Mangapwani, jinsi ya kutafuta vifaa visaidizi kwa watu wenye ulemavu, na miradi mingine yote, barabara ya Chake Chake mkoani, zote tunategemea wahisani. Takriban miaka 12 tumekuwa na mpango huo. Bandari ya Wete zaidi ya miaka 20 tuko kwenye upembuzi yakinifu. Nikasema athari moja ni hii, kwamba Chama cha Mapinduzi hakina ilani mahsusi, nitumia neno mahsusi, kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa Zanzibar. Sisi tuna chaguzi mbili, uchaguzi mkuu wa Zanzibar na uchaguzi wa Tanzania ambao unasimamiwa na mamlaka mbili tofauti. Na ndio maana uchaguzi wa Zanzibar una kura ya mapema, uchaguzi wa Tanzania hauna kura ya mapema. Lakini hatujawahipo kuona ilani mahsusi kwa ajili ya uchaguzi wa Zanzibar.
utakuta kuna ilani halafu katikati kule kuna mazingatio maalumu au kwa ajili ya Zanzibar. Hiyo ndio ilikuwa hoja ya msingi. Sasa kilichotushangaza sisi ni kwamba kwa mujibu wa kanuni za Baraza la Wawakilishi, kanuni aliyoitaja mwenyekiti aliyokuwa kakaa kwenye backbencher, tulikuwa na wenye viti wawili barazani. Mwenyekiti mmoja kakaa kwenye kiti cha spika na mwenyekiti mmoja kakaa kwenye backbencher. Mwenyekiti aliyokaa backbencher kasimama kataka kutoa taarifa. Kanuni za baraza zinasema unapotoa taarifa anaulizwa uliyempa kama kaipo au hakuipokea, halafu anaendelea na mjadala. Sasa mimi badala ya kutaja hicho ambacho kimewagusa kwamba Chama cha Mapinduzi hakina ilani mahsusi kwa uchaguzi wa Zanzibar na ni moja katika athari za maendeleo yetu, nikawashauri rafiki zangu na kushaurini rafiki zangu huko tunakoelekea muwe na ilani mahsusi kwa uchaguzi wa Zanzibar. Aliosimama akatoa taarifa kwamba mheshimiwa anaozungumza anatoa dhihaka. Bahati mbaya hata hiyo ilani aliyoitaja si sahihi. Ilani namba 62 inaozungumzia dhihaka ni 62 kifungu cha 6 kuhusu usahihi wa anayezungumza, kwamba mimi nizungumze kwa usahihi bila kubahatisha, bila kubuni, na imetoa mwongozo kwamba kama mjumbe amezungumza bila usahihi au anabuni au hana uhakika wanachokizungumza, kanuni imetoa mwongozo kwamba aombe kutoa ushahidi, na mimi ushahidi nilikuwa nao. Sasa yote hayo hayakufanyika. Kilichofanyika ni kunilazimisha kuzungumza ambayo mipango yangu ya kuzungumza. Mimi nilizungumza kujenga hoja kupitia hapo. Kwa hiyo mwenyekiti aliyokuwa kakaa kiti cha spika alijaribu kunilazimisha mimi kuongea mambo anayotaka yeye ni yaongee mimi, kama ambavyo wameshazoea katika Chama cha Mapinduzi kueleweshana. Kwa hiyo mimi nikamwambia mimi nazungumza kwa hoja, kwa hiyo siwezi kuongozwa na unayotaka nizungumze mimi. Mimi sikujiandaa kwa hayo. Akaniambia kwamba ukiendelea kuzungumza hilo mimi nitaamua kubaki alafu nimwite mtu mwingine, ambacho ni kinyume kabisa na kanuni. Kanuni zetu hazimtaki mwenyekiti au spika kumweka mtu chini, anatakiwa amuulize kama anachozungumza ana ushahidi. Mimi sikuona kwamba tunatendewa haki. Taji wao hawataki tuongee kujenga hoja ambazo tumekusudia kuzijenga katika uchangiaji wa taarifa ile ya serikali ambayo ni muhimu sana kwa maendeleo ya nchi yetu. Lakini pia imetajwa mle kutowajadili watu wajumbe, pia kutowajadili na pia kutowakejeli. Wao waliendelea kufanya hivyo baada ya sisi kutoka, ingawa sisi haituhusu sana kwa sababu hiyo ni upande wao wenyewe. Kwa hiyo hicho ndio kilichofanya mimi mwenyewe nisimame na kuamua kutoka kabla sijatolewa wala sijalazimishwa kukaa, kwa sababu alishasema kama nitasimama tena atanilazimisha kukaa ili aite mtu mwingine, kwa maana kwamba haki yangu alishainyima hapo tayari ya kuchangia, wakati dakika zangu hata zilikuwa hazijafika hata nusu. Nyingi ya dakika zilipotezwa kwenye hiyo taarifa ambayo haikuwa na maana yoyote. Tangaza pia ni kwamba baada ya wote kumalizika, Mheshimiwa Waziri wa Fedha ambaye ametoa taarifa ile anatakiwa kuja mbele pale kutoa ufafanuzi wa zile hoja zetu. Kama uelewa wangu mimi ulikuwa hule wa kwamba hakuna ilani ya Chama cha Mapinduzi mahsusi kwa uchaguzi wa Zanzibar, Waziri wa Fedha alikuwa ana fursa ya kusimama kunirekebisha. Ukitoa hiyo, wajumbe wengine walikuwa bado wana fursa ya kusimama kwa wakati wao, kwa muda wao, na kuchangia na kusema kilicho sahihi. Kama wanayo wangeionyesha na wangesema kwamba mimi nimepotosha katika hukumu. Lakini kilichonishangaza ni kwamba mwenyekiti wa baraza pale ambaye akashikilia kiti cha spika kachukua mamlaka yake akiwa kama backbencher, akiwa mwana CCM, na kuhakikisha kwamba sisi hatuendelei kuchangia. Kwa hiyo hicho tuliona hatuna haja ya kushirikiana nao katika jambo lile kwa wakati ule, na tulitaka kuonyesha kutoridhishwa kwetu kwa njia ile kuliko kutolewa. Tuliamua kutoka wenyewe, na bahati nzuri nilipotoka mwenyewe bila kuwaomba wenzangu, waliliona lililokuwa linaendelea, waliamua kunifuata. Je, ni kwa sababu wewe ni mnadhimu wao Baraza la Wawakilishi, au ni kwa sababu wao pia waliona kwamba hoja yako ni hoja ambayo ilipaswa kusikilizwa, kwa hivyo na upa muda wa kusikilizwa ukawa
ume Bahati nzuri umezongwa. mimi baada ya kutoka, walichoniambia ni kwamba walishaona dalili, kwa sababu tokea naanza kuchangia walianza kuona dalili kwamba hali haiko vizuri, na walishaanza kuambizana kwa kutumia njia za karatasi mle mle kwenye baraza kwamba kama atazuiwa hatuwezi kubaki. Mimi wakati huo sina taarifa kwamba wangetoka, lakini hizo ni taarifa walishaanza kupeana backbenchers wenzangu ambao ni wa chama changu, lakini bila kuwasiliana na mimi wakati huo, kwa sababu mimi nilikuwa niko katika kuchangia. Lakini hiyo ni kwamba walishakuwa hawakuridhishwa na mwenendo wa lile baraza lilivyokuwa linaenda kwa wakati ule, na walishaanza kutoa indhari, kama itatokea hivi tutafanya hivi, bila mimi kunishirikisha wakati huo, kwa sababu nilikuwa mimi nimesimama naongea. Kwa hiyo ilikuwa ni mawazo ya pamoja na mawazo yanayofanana kwamba kama mtastopishwa na wao watatoka. Kwa hiyo hivyo ndio ilivyotokezea. Okay, haya, sawa. Tuje Profesa sasa katika suala la mwendo mzima wa baraza la wawakilishi hivi sasa. Nyinyi chama chenu mpaka sasa si tuseme kwamba kimsingi chama chenu bado hakijatambua serikali ambayo imeingia madarakani baada ya uchaguzi huu, kwa sababu mna mambo mengi ambayo mnazungumzia kuhusu hili. Ukweli kwamba mnashiriki kwenye vikao vya baraza la wawakilishi katika wakati ambapo mnachangia hoja za upande wa serikali ambayo hamuitambui, kwa sababu mnaamini kwamba kuingia madarakani haukuwa njia sahihi. Unasema nini kuhusu mahusiano yenu na wenzenu katika baraza la wawakilishi, wale ambao watokea upande wa serikali, maana hiyo chama ambacho kinatawala CCM? Sisi kikazi mpaka sasa hivi tunaweka mahusiano yetu kadri inavyotakiwa. Professionally tuko vizuri katika kazi zetu, na hatuchanganyi ile kazi na mambo mengine ambayo yameendelea kutokea katika nchi yetu, kwa sababu zile ni taarifa zinaletwa katika baraza la wawakilishi. Ingekuwa ni taarifa tunaletewa pengine nje ya baraza la wawakilishi, kwa mfano wangetuita tu serikali kama serikali bila kutumia chombo cha baraza la wawakilishi, basi sisi tusingeweza kwenda, lakini tunashirikiana nao kwa sababu ya kupitia kile chombo cha baraza la wawakilishi, kwa sababu baraza la wawakilishi ni la wananchi na wananchi ndio waliotutuma. Bila shaka tumebadilisha msimamo wetu kidogo kwamba kwa nini tunaingia katika baraza la wawakilishi, lakini sababu ni hiyo tu kwamba ni uwakilishi wa wananchi, na bila shaka uwakilishi wa wananchi unaenda kusimamia rasilimali zao na mambo yatakavyoendeshwa katika nchi yao. Kwa wakati huu hatukuzingatia sana nani atayaendesha, kwa sababu lazima awepo mtu wa kuyaendesha, na tusipokwenda lazima kutakuwa kuna mtu atayaendesha jinsi anavyohitaji kuyaendesha. Kwa hivyo angalau kile kidogo ambacho tunaweza kukisimamia lazima tukisimamie, kwa sababu mwisho wa siku kitaathiri wananchi wetu. Na hiyo ndio sababu kwa nini tupo katika baraza la wawakilishi, pamoja na kwamba serikali hatujaitambua kadri ilivyotokezea uchaguzi wa mwaka 2025. Kwa hiyo ni kwa sababu hiyo tu, hatuwezi kuacha haki za wananchi wetu sababu ya kuto kuitambua serikali, wakati linalojadili lile ni baraza la wawakilishi ambalo sisi kwa sasa hivi tumelitambua, na ushindi wetu sote tulioingia ni wa halali. Lakini baada ya yote Profesa, ni kwamba serikali ambayo hamuitambui, ambayo inaleta hoja zake barazani, ni serikali ni upande ambao mnawajadili watu ambao hamuwatambui, mnajadili watu shughuli zao ambazo fanya. La kwanza. La pili, inaonekana hamwezi kubadilisha chochote ambacho nakitaka wao upande wa serikali, upande wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu wanafanya kama wanavyotaka wenyewe kufanya. Kama mfano huo kwamba unapokuwa unazungumza wanakubughudhi kiasi cha kwamba huwezi kuzungumza hoja yako ambayo wanataka kuizungumza, wanakulazimisha uzungumze upande wao, wanataka wao uzungumze, na ikiwa si hivyo basi wewe huwezi kufanya jambo lote lile. Ama vipi? Labda kutoka tu. Kwa mapana yake, kwa mujibu wa nguvu iliyopewa lile baraza lenyewe, hata ingekuwa tumeitambua ile serikali, kwa nguvu iliyopewa baraza la wawakilishi na nguvu iliyopewa bunge ni vitu viwili tofauti. Kwenye kanuni za bunge, kanuni za baraza la wawakilishi tofauti zimepewa. Baraza la wawakilishi katika kanuni zetu na katika sheria ya uendeshaji wa baraza tumepewa zaidi ushauri kwa serikali,
ingawa bunge, kwa mfano wakati wa budget, bunge lina uwezo wa kuifumua budget na kuitengeneza upya kadri wanavyoona bunge ni sahihi, lakini baraza sisi tunaruhusiwa kutoa maoni na mwisho tunaishia kwenye maoni. Serikali ina hiari yake kuyafuata au kutoyafuata. Kwa hiyo hata ingekuwa hilo baraza linasimamia serikali halali au ingekuwa serikali halali ni pale pale. Lakini upande wa pili tunaona tofauti kubwa kuwepo kwetu, kwamba angalau zile hoja ambazo tunaziibua kuhusu kutoka majimboni kwetu na majimbo mengine, sisi tumeibua hoja nyingi ndani ya majimbo yaliyopo Unguja hapa, pamoja na kwamba sio majimbo yetu, lakini tunasimamia majimbo yote ya Zanzibar. Tunaona tofauti kwamba serikali hiyo hiyo iliyopo au watendaji wake wanafuatilia yale mambo ambayo tunayaibua katika baraza la wawakilishi, hata kwa uchache wake angalau tunaona mabadiliko tofauti, na tungekuwa hatupo kabisa kabisa. Kwa hiyo tunachukua kile ambacho tunakipata kwa wakati huu, wakati tunaendelea na hatua nyingine kama kuna kuitambua hiyo serikali, lakini kwa wakati huu tunahisi kuna umuhimu na faida wetu sisi kuwepo. Ni kwa sababu kama hatungekuwepo mambo yangekuwa mabaya zaidi kuliko haya yanayoendelea sasa hivi. Na kama ulivyosema, moja katika hoja ambazo tumeziibua, hata jana nilizungumza lakini hawakuipenda, ni hiyo ya kwamba hatupo hapa tukiwa na furaha, kwa sababu kwenye taarifa yao wamesema tuko wana wajumbe wa vyama viwili tukiwa tumefurahi, tumetulia, tuna utulivu. Nikamwambia sio kweli. Nikamwambia sisi tupo hapa, tupo tu, lakini hatuna furaha wala hatuna utulivu kwa sababu ya yaliyotokea katika uchaguzi wa 2025. Kwa hiyo miongoni mwa mambo tunayoyazungumza ni hayo yaliyotokezea 2025 katika chombo kile. Tunadhani kwamba kile ni chombo cha wananchi na tunastahili kuwepo kwa sababu tunawatetea na ipo faida inapatikana kwa kutetea kwa kwetu. Naam. Turudi sasa katika swala la mwanzo kabisa. Hoja yenu au hoja yako kwamba kwa kukosa kwake ilani maalum kwa ajili ya Zanzibar, kutokuwa na ilani ya uchaguzi wa Zanzibar, unaona kwamba Chama cha Mapinduzi na kwa hivyo serikali ya Chama cha Mapinduzi haitendei haki Zanzibar. Hebu tufafanulie kuhusu swala hili. Ni kwamba ilani ni ahadi kati ya chama husika na wananchi, kwamba pindi ambapo tutashika dola tutakutendeeni hiki na hiki. Wananchi wanatakiwa kupima kwamba hiki kinawezekana, hiki hakiwezekani. Sasa katika Chama cha Mapinduzi ukisoma ile ilani, pamoja na kwamba imeleta yale mazingatio maalum kwa ajili ya Zanzibar, hakuna ule uzingatiaji wa kina wa yale mipango ambayo ingeweza kuzingatiwa kama ingekuwa ilani inajitegemea yenyewe. Ni kwamba wanaangalia yale mambo ya Tanzania halafu wanakuja kuangalia tu kwa muktadha wa Zanzibar tutafanya hiki na hiki, lakini sio kwa mapana yake. Ni kwa maana kwamba hakuna horizon kubwa, hakuna mawanda makubwa ya ilani ya Zanzibar kwenye Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya utekelezaji wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Pamoja na hiyo kwamba ni vyombo viwili tofauti, tulitarajia kwamba wao waongozwe zaidi na sheria ya uchaguzi ya Zanzibar na ile ya Tanzania iongozwe na sheria ya uchaguzi ya Tanzania, lakini zimechanganywa pamoja bila shaka kwa kutumia sheria mbili, lakini hakuna mawanda mapana. Nilikuwa naiangalia ile comprehensive version ya ilani, ina peji 31. Huwezi ukataja mambo yote ya Zanzibar ambayo haijaendelea, maendeleo yaliyotajwa yote kwa peji zile 31 kwa uchache ule. Ukiangalia kwenye popular version pengine ni robo ya hiyo. Kwa hiyo sisi ndio msingi wetu huo, kwamba kuna mambo mengi hayakutajwa mule ambayo tulidhani ingekuwa ilani inajitegemea, yalikuwa yatajwe very specific, kwamba katika mradi pengine wa ujenzi wa hala fulani tutakusanya pesa. Sisi tulitarajia kuwe na maelezo zaidi yanayohusiana na fedha zetu kuliko za wahisani. Kwa hiyo mwisho wa siku inakuwa ni fedha za wahisani kutegemewa, harakati hazifiki. Mwaka huu tuliomaliza 28%, wala hakukuja na mpango mwingine, kwamba imekuwa ikiendelea hiyo more than 10 years. Upembuzi yakinifu kwenye bandari ya Wete zaidi ya miaka 20, bandari airport ya Pemba zaidi ya miaka, tokea mimi nimeingia tuko kwenye matayarisho mpaka sasa hivi. Airport kama airport tunaweza kusema haijaanza, inategemea na fedha za wahisani. Ingekuwepo ilani, haya mambo yangekuwa very specific
yanawatachi watu wenyewe, wale wahusika wenyewe hasa. Kwa hiyo tunadhani ushirikishwaji wa utengenezaji wa ilani ya Zanzibar pia umetengenezwa katika yale mawanda makubwa, yakaachwa yale mahususi ya Zanzibar ambayo yangetengenezwa na hapa Zanzibar wenyewe wangekuwa wana ilani yao inayojitegemea. Hicho ndio mantiki ya kuzungumza vile. Lakini mantiki nyingine ya kisheria, tuna chaguzi mbili zinazojitegemea. Hata ukiwauliza wao, kuna uchaguzi mmoja una kura ya mapema, uchaguzi mmoja hauna kura ya mapema. Wao wamekuja na hoja kwamba mwenyekiti wetu ni huyo huyo. Nikamwambia mwenyekiti wetu ni huyo huyo, kwa nini kura ya mapema iko upande mmoja? Kwa nini upande mmoja tunapiga kura 5, upande mmoja wanapiga kura 3? Kwa hiyo ni chaguzi mbili tofauti, na hiyo ilikuwa ni hoja pia ya kisheria na kikanuni. Naam. Kwa hivyo unaamini Profesa kwamba kama wana kitabu maalum cha ilani ya uchaguzi ya Zanzibar upande wa CCM ingelikuwa inaipa nguvu zaidi utekelezwaji wa yale ambayo yamo katika ilani kuliko ni kutokuwa na ilani maalum? Manake ni kama vile wanakusema kwamba mengi kwa hivyo ambayo yanatekelezwa upande wa Zanzibar hata hayamo kwenye ilani yao, hayamo katika mwongozo wa ahadi za kwa mpiga kura. Exactly. Na ndio maana ukiangalia mipango mingi ya Zanzibar ya pesa nyingi, mabilioni ya fedha, yametokana na ahadi na maagizo ya wakubwa, viongozi wakuu wa serikali akiwemo rais. Kwa hiyo miradi ya mabilioni inaongozwa zaidi na ahadi kuliko yaliyomo kwenye ilani, na tunaamini kwamba ingekuweko na fursa hiyo, ile mipango ambayo rais anastahili kuingiza pengine angeingiza kwenye ilani mapema. Sasa hatujui kwa nini unasubiri mpaka ilani imeshatengenezwa, kama mmepewa fursa ya kuingiza vitu vyenu, lakini kuna maagizo ya mabilioni kama si matrilioni ambayo yanatokana na maagizo na maelekezo ya rais. Hayo ndio mengi, na ndio maana katika mwelekeo huu wa mpango wa taifa wa maendeleo, moja katika tools muhimu ni ahadi na maagizo ya Mheshimiwa Rais, ambapo mimi siku zote huambia wataalamu, hata kama yako maagizo na maelekezo ya Mheshimiwa Rais, muyarasimishe, yaingie katika ile mipango yetu, ikiwemo mipango ya ilani, kwa sababu mengine yalishajulikana kabla kwamba hili litakuja. Kwa nini wakati tunaandika ilani sisi ACT Wazalendo tuliwa consult viongozi wakuu watupe ya kwao, ili wasije wakaibuka mbele wakasema wana maagizo haya na haya, yale makubwa madogo madogo sawa, lakini makubwa ya mabilioni hayahitaji maagizo ya papo kwa papo, kama vile wakati mwingine kukimbia kuiweka mipango mikubwa ya mabilioni katika mpango wa taifa, mpango wa bajeti, ukaja kutoa maagizo ya papo kwa papo, ni dalili moja za ubadhirifu na wizi wa fedha ya umma, ambayo sisi tungedhani kama wangepata fursa ya kuwa na ilani ya kwao, wakaulizana hapa Zanzibar, akaulizwa mgombea wao, kipi na kipi katika vipaumbele vyako unataka tuviweke, kama tulivyofanya sisi, isingetokezea hivi kwamba utekelezaji wengi wa miradi ya maendeleo inategemeana na maagizo ya rais ambayo anayatoa papo kwa papo anapotembelea sehemu, au mengine anasema haya asiulizwe mtu, niulizwe mwenyewe. Kwa hiyo hiyo ni moja ya sababu kwa nini ilani ya Chama cha Mapinduzi specific kwa Zanzibar inahitajika iwe very comprehensive kwa ajili ya Zanzibar. Naam, asante Profesa. Swali la mwisho kabisa, yaonaje mazingira ya kufanya kazi ukiwa mnadhimu wa kambi ya upinzani katika Baraza la Wawakilishi katika wakati ambapo hali ya kisiasa iko kama ilivyo tangu umeingia katika awamu iliyopita na katika awamu hivi sasa? Na bila shaka awamu iliyopita kulikuwa naitwa serikali ya umoja wa kitaifa, na ya sasa hatujui itakuwepo haitakuwepo, lakini bado mnapo katika hali ile kwamba nyinyi ni wachache sana kabisa katika Baraza la Wawakilishi, na tunashuhudia kile kitu ubabe wa kichama ambao unafanyika katika maeneo mengi. Je, unajihisi vipi kama kiongozi wa wenzako katika Baraza la Wawakilishi? Mazingira ya kufanya kazi ambayo mnayo yako rafiki kwenu, yana utamu wowote ule wa kikazi, au mupo tu kwa sababu ndio mshakuwapo? Kwa kweli ni mazingira naweza kusema ya kati na kati, kwa sababu sasa hivi tumesaidiwa na mambo mawili makubwa. Tumesaidiwa kwanza na teknolojia. Teknolojia inatusaidia sana kuonyesha mabaya yanayotokea na mazuri yanayotokea,
Na cha pili ni kwamba tumeingia katika mazingira ambayo Wazanzibari na watu wote duniani wamekuwa wataalamu wa siasa na wanamjua yupi anasema kweli, yupi anasema uongo. Sisi katika chama chetu hatutarajii kubebwa au kupendelewa na Baraza la Wawakilishi. Tunalifahamu kwamba kwa mtazamo wa sasa hivi Baraza la Wawakilishi linafanya kazi kwa karibu na Chama cha Mapinduzi. Hata ratiba zetu zinabadilishwa kulingana na vikao vya Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kikiamua kwamba baraza hata kama limeshaanza liahirishwe kwanza wamalize mambo yao, linafanywa hivyo. Kwa hiyo tunafanya kazi katika mazingira hayo ambayo tunayafahamu. Imekuwa syndicate ya Chama cha Mapinduzi na Baraza la Wawakilishi, hakuna tofauti kubwa sana. Hata ukiangalia maelekezo mengi yanayotokezea pale, hata kwenye hizi kamati, uchaguzi wa kamati, nani awe mwenyekiti wa kamati, nani awe mwenyekiti wa klabu, hata ya michezo, ni mambo yanatoka katika Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tunafanya kazi tukijua hayo, na kwa vile tunayajua hayo na wananchi wetu wamekuwa waelewa sana na teknolojia imekuwa ikitusaidia sana, sisi tunafanya kazi kwa raha. Swala kama la jana sisi tunalifurahia kwa sababu sisi tunatimiza wajibu wetu. Wajibu wetu sisi, wajibu wa mtu mwingine hautufanyi tujisikie sisi vibaya. Kama yeye kafanya vibaya upande wake, sisi hatujisikii vibaya. Kwa hiyo sisi teknolojia na uelewa wa watu unatusaidia sana, na kwa hiyo haya mazingira tulionayo tuliyatarajia na wala hayatukwazi. Tunaomba yaendelee hata kama ni hivi hivi, madhali wananchi wanatuelewa. Response ya jana kutoka kwa wananchi ni ushahidi kwamba wananchi wanatuelewa tunayoyafanya na wanayaelewa wanayoyafanya wenzetu, wanayoyazungumza, wanao uongo wanaosema, maana wengine ni uongo. Masuala sasa hivi na majibu imekuwa ni vichekesho pale barazani, hata wenyewe wana CCM wakati mwingine wanasema pembeni. Kwa hiyo sisi mazingira tunayofanyia kazi ni yale ambayo wananchi wanaelewa, teknolojia inahukumu, na sisi tumeyaridhia kwamba ndio mazingira ambayo tunakubali kuyafanyia kazi, na tunayafanya kazi strategically kulingana na hali iliyopo. Kwa hiyo sisi hayatukwazi sana, na mimi wakati mwingine naweza kusema na enjoy kuwa mpinzani. Asante sana Profesa Omar Faki, mwakilishi wa jimbo la Pandani, ambaye pia ni mkuu wa kambi ya upinzani Baraza la Wawakilishi, mnadhimu wa kambi ya upinzani Baraza la Wawakilishi, kwa kuzungumza nasi hivi leo kuhusu maendeleo ya kikazi ndani ya baraza baada ya mkasa ambao umetokezea jana. Nikutakie heri ya Ramadhani, na najua mboko nyumbani saa hizi tayari vitobwesha vishaanza kunukia, kwa hivyo nisikuweke sana hapa. Asante sana, nashukuru sana, nashukuru sana kwa mahojiano yenu, asante. Wala asante. Basi mtazamaji wetu, endelea kuwa nasi, maoni yako, michango yako ni sehemu ya gumzo hili. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.